Hujambo mtazamaji mahali popote ulipo, mchana wa leo ni fahari yangu kujumuika nawe kwenye makala mengine ya dunia wiki hii. Natumai umekuwa na wiki njema na wikendi yako inaendelea vizuri. Kwenye makala haya mtazamaji, kama ilivyo ada, tumekuandalia taarifa nyingi kutoka ulingo wa kimataifa, ikiwemo taarifa kuhusiana na Rais Donald Trump wa Marekani ambaye amesema mwenzake wa Ukraine yuko tayari kwa mashauriano ya amani mapema iwezekanavyo. Kando na hayo, waziri wa ulinzi wa Israel asema nchi hiyo itajenga ukuta kwenye mpaka na Jordan. Hayo na mengineo mtazamaji tumekuandalia kwenye makala haya yanayoletwa kwako kwa ushirikiano mkubwa wa KBC Channel 1 na Shinua kutoka China. Karibu mtazamaji kwenye makala ya leo. Mimi naitwa Beatrice Gatonyangetich. Karibu mtazamaji. Rais Donald Trump wa Marekani alisema kuwa alipokea barua kutoka kwa mwenzake wa Ukraine Volodymyr Zelensky akisema kuwa Ukraine iko tayari kuanzisha mara moja mashauriano ya amani. Trump alisema hayo alipohutubu kwenye kikao cha pamoja cha bunge. Trump na Zelensky walibishana vikali katika ikulu ya White House, hali iliyosababisha kufutiliwa mbali kwa mkataba wa madini uliofaa kutiwa saini baina nchi hizo mbili. Ubishi huo ulizuka baada ya makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance kushinikiza kwamba Zelensky anafaa kuwa na shukrani kwa juhudi za Trump za kukomesha mzozo wa miaka mitatu baina nchi hiyo na Urusi. Kwingineko, waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer alishauriana na Rais Zelensky wa Ukraine aliyezuru nchi hiyo. Kwenye mkutano baina yao, Starmer alisema kuwa Uingereza inaunga mkono kikamilifu Ukraine, akikariri azma ya Uingereza ya kuafikia amani ya kudumu nchini Ukraine. Uingereza na Ukraine zilikubaliana kuhusu mkopo wa dola bilioni 2.84 za Kimarekani kuimarisha uwezo wa ulinzi wa Ukraine, kwa mujibu wa waziri wa fedha wa Ukraine Serhiy Marchenko. Zelensky na Starmer pamoja na waziri wa fedha wa Uingereza Rachel Reeves walishauriana kwa njia ya video na Marchenko. Zelensky alisifu mkutano baina yake na Starmer, akamshukuru kwa usaidizi ambao Uingereza imeipa Ukraine tangu mwanzo wa mzozo baina ya Urusi na Ukraine. Akithibitisha mkataba huo wa mkopo, Zelensky kwenye mtandao wa kijamii wa X alisema kuwa mkopo huo utaimarisha uwezo wa ulinzi wa Ukraine na kwamba pesa hizo zitatumika katika uundaji silaha nchini Ukraine. Ziara hiyo ya Zelensky ilijiri kabla ya kongamano kuhusu ulinzi lililoandaliwa na Uingereza, huku viongozi wa bara Ulaya wakikusanyika jijini London, Uingereza, kujadili mpango wa amani kuhusu Ukraine. Starmer alisema kuwa anaamini kuwa ni sharti ahusishe Marekani. Ziara ya Zelensky ilijiri baada ya mkutano baina yake na Rais Trump wa Marekani katika ikulu ya White House. Na mtazamaji, Rais Abdel Fattah al-Sisi wa Misri alitangaza kwamba kongamano la dharura la mataifa ya Kiarabu kuhusu Palestina liliidhinisha mpango wa kujenga upya na kustawisha ukanda wa Gaza ulioandaliwa na kuwasilishwa na nchi yake. Viongozi wa mataifa ya Kiarabu waliidhinisha mpango wa Misri wa kujenga upya ukanda wa Gaza unaokadiriwa kugharimu dola bilioni 53 za Marekani na unanuiwa kuepusha kuondoa wa Palestina kwenye ukanda huo. Mpango huo ulikubaliwa wakati wa kufungwa kongamano hilo lililoandaliwa jijini Cairo, Misri, ukiungwa mkono na viongozi wote wa mataifa ya Kiarabu. Kongamano hilo pia lilikubali kubuni kamati ya wataalamu isiyohusisha upande wote kusimamia Gaza kwa takriban muda wa miezi 6 chini ya mamlaka ya Kipalestina. Kufuatia kongamano hilo, waziri wa mashauri ya nchi za kigeni wa Misri Badr Abdelati aliwaarifu wanahabari kwamba Misri itaanza kutangaza mpango huo wa kujenga upya Gaza kimataifa. Alielezea kwamba mpango huo unajumuisha kuanzishwa bandari, bahari na uwanja wa ndege kwenye ukanda wa Gaza na kutumiwa upya kwa vifusi vilivyoachwa kufuatia kuharibiwa kwa Gaza. Kulingana na taarifa ya mwisho ya kongamano hilo, viongozi hao wa mataifa ya Kiarabu walitoa onyo kwamba juhudi zote za kuondoa Palestina au kuunganisha sehemu yoyote ya eneo la Palestina zitazua mzozo mwingine katika kanda hiyo. Tom Mathenji, Dunia Wiki Hii.
Naam, jeshi la Israel liliwaua yamkini wa Palestina zaidi ya 40,000 kote katika ukanda wa Gaza, kwa mujibu wa maafisa wa afya wa Kipalestina na duru za kimatibabu. Wapalestina wawili waliuawa kufuatia shambulizi lililotekelezwa dhidi ya kundi la wakazi kwa kutumia droni ya kijeshi mjini Beit Hanun, kaskazini mwa ukanda wa Gaza, kwa mujibu wa taarifa ya maafisa wa afya huko Gaza kwa wanahabari. Kwenye taarifa kwa wanahabari, jeshi hilo lilisema kuwa vikosi vyake viliwaona watu kadhaa wakijihusisha katika shughuli zilizoibua shaka karibu na vituo vya kijeshi kaskazini mwa Gaza, likidai kwamba walikuwa wakitega kilipuzi. Taarifa hiyo iliongeza kusema kuwa kikosi cha wanaanga cha Israel kilitekeleza shambulizi la kuondoa tishio hilo na kukariri azma ya jeshi hilo ya kukabili hatari zozote kwa wanajeshi na raia wa Israel. Wakati huo, duru za eneo hilo na wale walioshuhudia kisa hicho waliripoti kwamba mamia ya familia zilipoteza makazi kwenye maeneo ya mashariki ya Beit Hanun kufuatia mashambulizi ya angani. Kwenye kisa tofauti, maafisa wa matibabu walipata mwili wa mwanaume mmoja na kuwatibu watu wawili waliojeruhiwa kufuatia shambulizi la bomu la Israel mjini Al-Farahin, mashariki mwa Khan Yunis, kusini mwa Gaza, kwa mujibu wa maafisa wa afya huko Gaza. Na huko Rafa, mwanaume mmoja aliuawa kwa kupigwa risasi na Israel alipokuwa amesimama kwenye paa ya nyumba yake, kwa mujibu wa duru za kimatibabu za Kipalestina katika hospitali ya Bara Ulaya huko Khan Yunis. Haya yalijiri siku moja baada ya kukamilika kwa awamu ya kwanza ya mkataba wa kusitisha vita baina ya Israel na Hamas, ambayo ilifaa kufuatiwa na mashauriano kuhusu awamu ya pili. Kwingineko, kutokana na uharibifu na hasara kubwa kwa familia wa Palestina kwenye ukanda wa Gaza, waliukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhan mwaka huu kwa masikitiko ya uchovu kufuatia mashambulizi ya Israel yaliyodumu kwa miezi 15 kwenye ukanda huo. Ilhali Waislamu kote duniani waliikaribisha Ramadhan kwa maombi na sherehe, hali ilikuwa tofauti huko Gaza, huku barabara zikiwa mahame na vifusi vya nyumba zilizoharibiwa zikiwa ukumbusho wa masaibu yaliyowakumba. Sheila Kayaro-Yogo nikiripotia makala ya Dunia Wiki Hii. Na Rais Donald Trump wa Marekani alitangaza ada ya 25% kwa bidhaa kutoka Mexico na Canada kuanzia tarehe 4 mwezi huu. Tazama. Mnamo tarehe mosi mwezi uliopita, Trump alitia saini agizo la kirais la kuweka ada ya 25% kwa bidhaa zinazoagizwa kutoka Mexico na Canada, na ongezeko la 10% kwa ada inayotozwa bidhaa za kawi kutoka Canada. Mnamo tarehe 3 mwezi huo huo, Trump alitangaza kwamba ada zaidi kwa bidhaa kutoka Mexico na Canada zitaahirishwa kwa mwezi mmoja ili kuruhusu mashauriano zaidi. Wakati huo huo, Rais Trump alisema kuwa utawala wake uliamua kuweka ada ya 25% kwa bidhaa kutoka Muungano wa Ulaya, hasa magari. Alipoulizwa na mwanahabari mmoja kuhusu iwapo ataendelea kuahirisha ada kwa Mexico na Canada kutokana na udhabiti wa mpakani, Trump alisema kuwa hatazuia ada hizo kutekelezwa. Waziri wa biashara nchini Marekani, Howard Lutnick, alisema kuwa ada dhidi ya mataifa zaidi zitatekelezwa tarehe 2 mwezi Aprili mwaka huu. Dunia Wiki Hii, mimi ni Luke Agunga. Hatibu wa Wizara ya Mashauri ya Nchi za Kigeni ya Iran, Ismail Bagei, alishtumu matamshi ya hivi majuzi ya mwenzake wa Uturuki Hakan Fidan, aliyekosoa sera za kikanda za Iran, ila alikariri umuhimu wa uhusiano baina ya nchi hizo mbili. Tazama taarifa hiyo. Akiwahutubia wanahabari jijini Tehran, Bagei alijibu mashtaka ya Fidan kwenye mahojiano na shirika la habari la Al Jazeera, ambapo waziri huyo wa Uturuki alikosoa sera za kikanda za Iran, hasa kutegemea wanamgambo nchini Syria na Iraki.
Fidel alisema kuwa ilhali Iran imepata ufanisi, msimamo wake unaiwekea kanda hiyo mzigo wa muda mrefu na nchi hiyo pia, huku akihimiza Iran kutathmini upya mkakati wake. Baghei alisema kuwa matamshi hayo ya Fidel hayafai. Kadhalika alizungumzia udhibiti unaoongezeka wa Israel katika kanda hiyo, hasa nchini Syria, na kutoa wito kwa maafisa nchini Uturuki kutafakari zaidi kuhusu matokeo na athari za sera zao. Na kuhusu uhusiano baina ya nchi hizo mbili, Baghei alisema kuwa uhusiano baina ya Iran na Uturuki ni muhimu kwa Iran. Alisema kuwa ingawa nchi hizo mbili zinaitalifiana kuhusiana na masuala mbalimbali ya kikanda, zimeweza kudumisha uhusiano bora kwa kutumia mbinu zenye hekima. Kwenye ujumbe katika ukurasa wake wa X, Baghei alimkumbusha Fidel kuhusu mashambulizi makali ya Israel dhidi ya vituo na muundo msingi wa jeshi la Syria kufuatia kusambaratika kwa serikali ya aliyekuwa rais wa Syria Bashar al-Assad na ukiukaji wake wa mipaka ya taifa hilo la Kiarabu. Nikiripotia makala ya Dunia Wiki Hii, mimi ni Leila Swadik. Na waziri mkuu wa Lebanon Nawaf Salam alikariri jukumu la jeshi la nchi hiyo katika kulinda taifa hilo, kuhakikisha usalama wa taifa, kuwalinda raia wake na kulinda uhuru, umoja na mipaka ya nchi hiyo. Kwenye ziara katika eneo la mpaka wa kusini, Salam alipongeza juhudi za jeshi hilo za kuwapeleka maafisa zaidi na kuleta udhabiti katika eneo hilo la kusini ili kuwawezesha wakazi kurejea kwenye vijiji na makazi yao, kwa mujibu wa shirika la habari la kiserikali nchini humo. Salam alikariri azma ya serikali ya kuliimarisha jeshi kupitia kuongeza idadi ya wanajeshi, vifaa, mafunzo na kuimarisha hali zao ili kuboresha uwezo wao wa ulinzi. Alisifu kikosi cha muda cha Umoja wa Mataifa nchini Lebanon, UNIFIL, kilichopelekwa mwaka 1978 kwa kushirikiana na jeshi la Lebanon kutekeleza rasimu nambari 1701 kuhusu kuimarisha usalama na uthabiti nchini humo. Salam pia alishtumu mashambulizi dhidi ya vikosi vya UNIFIL, akisema atahakikisha kwamba wahusika wanakamatwa na kuepusha mashambulizi ya baadaye. Kasi cha Namasha, Dunia Wiki Hii. Rais mwanzilishi wa Namibia Sam Nujoma alizikwa kwenye uga wa mashujaa wa kitaifa viungani mwa jiji kuu Windhoek mwishoni mwa juma lililopita. Nujoma aliaga dunia kwenye hospitali moja tarehe 8 mwezi uliopita akiwa na umri wa miaka 95. Akizungumza kwenye hafla ya mazishi ya kiserikali, Rais Nangolo Mbumba wa Namibia alimtaja Nujoma kuwa kiongozi aliyepigania uhuru na haki maishani mwake. Alimsifu kutokana na huduma zake kwa raia wa nchi hiyo, eneo la Jumuiya ya Mataifa ya Kusini mwa Afrika na bara Afrika kwa jumla. Mbumba pia alimsifu Nujoma kutokana na kujitolea kwake ambako kuliwezesha nchi hiyo kuwa demokrasia iliyoheshimika barani Afrika. Alisema kuwa Nujoma aliweka msingi kwa vizazi vijavyo kustawi kifedha. Mazishi hayo yalihudhuriwa na marais kadhaa wa Kiafrika na viongozi wa zamani. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, mimi ni John Madanji. Na mtazamaji, taarifa hiyo inatutamatishia awamu ya kwanza ya makala haya yanayoangazia taarifa kutoka sehemu zote ulimwenguni. Kwa sasa naelekea kwenye mapumziko. Nikirejea ni taarifa zaidi, usiende mbali. Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama makala ya Dunia Wiki Hii yanayoletwa kwako kwa ushirikiano mkubwa wa KBC Channel 1 na shirika la Shinua kutoka China. Awamu ya pili hii hapa. Tuelekee nchini Ghana. Rais John Dramani Mahama wa nchi hiyo alianzisha mashauriano ya kitaifa ya kiuchumi ili kubainisha mkondo wa ukuaji wa kiuchumi wa nchi hiyo. Tazama. Akiwahutubia washiriki katika jiji kuu la kitaifa Accra, Mahama alikariri umuhimu wa mkutano huo ulionuiwa kutafuta suluhu kwa changamoto za mara kwa mara za kiuchumi nchini humo na kuharibu mikakati na kurejesha nchi hiyo kwenye mkondo wa ukuaji wa kiuchumi. Alikariri jukumu muhimu la marekebisho ya uongozi ili kuimarisha uwazi na uwajibikaji, akihimiza uwajibikaji wa pamoja na kuimarisha tena uchumi wa nchi hiyo. Mahama pia alitoa wito wa mapendekezo kuhusu marekebisho ya kimuundo atakayoshughulikia mahitaji ya sekta kibinafsi
ili kuifanya kuwa nguzo kuu ya ukuaji ili kubuni nafasi za ajira kwa idadi kubwa ya vijana. Mashauriano hayo ya siku mbili yaliyoangazia kuimarisha uchumi wa nchi hiyo yaliwaleta pamoja maafisa serikalini, viongozi wa kibiashara, washirika wa kimaendeleo, vyama vya wafanyikazi na wadau wengine. Nchi hiyo ya Afrika Magharibi ambayo huuza nje kakao, dhahabu na mafuta ghafi imekuwa ikitekeleza marekebisho ya kiuchumi tangu mwezi Mei mwaka 2023 ambapo ilichukua mkopo wa dola bilioni 3 za Kimarekani kutoka kwa shirika la fedha duniani kukabiliana na changamoto kadha za kiuchumi zikiwemo kudorora kwa thamani ya sarafu ya nchi hiyo, mfumuko mkubwa wa bei na madeni mengi ya sekta ya umma. Na Libya ilizindua awamu mpya ya uchimbaji mafuta na gesi kwa mara ya kwanza katika muda wa miaka 17 kwa mujibu wa kaimu mwenyekiti wa shirika la kiserikali la mafuta nchini humo, Masoud Suleiman. Awamu hiyo inayojumuisha zaidi ya maeneo 24 itaimarisha hadhi ya Libya miongoni mwa nchi zinazozalisha mafuta duniani na kusaidia kuafikia lengo la kufikia uzalishaji mapipa milioni 2 ya mafuta kwa mujibu wa Suleiman wakati wa uzinduzi huo. Waziri Mkuu wa Libya Abdul Hamid Deiba alisema kuwa hii ni ishara bayana kwamba nchi hiyo imerejelea kwenye shughuli kuu ya uwekezaji katika mafuta na gesi katika mazingira mapya ya kisasa na wazi zaidi yanayoakisi uthabiti wa nchi hiyo. Waziri wa mafuta na gesi Khalifa Abdul Sadiq alikariri azma ya serikali ya kufanikisha awamu hiyo mpya na kwamba wananuia kuanzisha ushirikiano wa kudumu utakaochangia katika uzalishaji na muundo msingi wa kawi. Libya ni miongoni mwa nchi zinazozalisha mafuta kwa wingi zaidi barani Afrika na ni mwanachama wa shirika la mataifa yanayouza mafuta. Hata hivyo, shughuli hiyo imevurugwa mara kwa mara na mizozo na migogoro ya kisiasa tangu kubanduliwa kwa hayati kiongozi wa nchi hiyo Muammar Gaddafi mwaka 2011. Kiwango cha uzalishaji mafuta nchini humo kilikuwa takriban mapipa milioni 1.8 kwa siku, na mwaka 2023 ilizalisha takriban mapipa milioni 1.27 kwa siku. Tom Mathenji, Dunia Wiki Hii. Na kongamano la mwaka huu la kitaifa ama la kimataifa kuhusu simu za rununu liliandaliwa jijini Barcelona, Hispania, ambapo iliwaleta pamoja viongozi wa sekta hiyo, waratibu sera na wabunifu wa kiteknolojia kutafuta mbinu za kuimarisha teknolojia ya 5G, akili mnemba na uunganishaji wa hali ya juu. Hafla hiyo ya siku 4 iliyoandaliwa na kampuni ya Jisma kwenye kituo cha maonyesho cha Firagran Via ilihusisha kuunganisha teknolojia zinazoendeshwa kwa simu za rununu na akili mnemba. Mats Grand, ambaye ni mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Jisma, alizungumzia jinsi teknolojia ya 5G ilivyoanza kutumika haraka duniani, akisema kuwa uunganishaji umefikia watu bilioni 2 na hivyo kuifanya teknolojia ya simu za rununu inayokuwa kwa haraka zaidi kufikia sasa. Kampuni hiyo pia ilitangaza ripoti ya kiuchumi ya simu za rununu ya mwaka huu iliyobainisha kwamba teknolojia na huduma za simu hizo zilichangia 5.8% ya pato jumla duniani mwaka wa 2024, hii ikiwa ni dola trilioni 6.5 za Kimarekani. Kiwango hicho kinabashiriwa kufikia dola trilioni 11 au 8.4% ya pato jumla kufikia mwaka wa 2030, kufuatia kuenea kwa teknolojia ya 5G na akili mnemba. Kongamano hilo la mwaka huu liliwavutia zaidi ya waonyeshaji bidhaa 2,800 na wahutubu 1,200, huku zaidi ya watu 100,000 wakihudhuria hafla hiyo. Zaidi ya kampuni 300 za Kichina zikiwemo China Mobile, China Unicom, China Telecom, Huawei, Zitek, Lenovo na Xiaomi zilionyesha bidhaa zao za kiubunifu za hivi punde zaidi. Dunia Wiki Hii, mimi ni Luke Agunga. Naam, tuelekee nchini India ambapo serikali mpya ya jimbo la Delhi nchini humo iliyoanza kuhudumu hivi majuzi ilitangaza kwamba magari yaliyohudumu kwa zaidi ya miaka 15 hayatawekwa mafuta kuanzia tarehe mosi mwezi ujao. Tazama.
Waziri wa mazingira wa Delhi Sara alitangaza kwamba kundi la maafisa litaanzishwa ili kutambua magari kama hayo na kuyazuia kuingia Delhi. Alisema kuwa majengo ya orofa zikiwemo hoteli, yale ya kibiashara na afisi ni sharti yaweke mitambo ya kudhibiti uchafu wa hewa. Uchafuzi wa hewa ni changamoto kubwa jijini Delhi, ambapo mara nyingi utajwa kuwa mojawapo wa miji michafu zaidi, hasa kuhusiana na uchafuzi wa hewa. Kulingana na vyombo vya habari nchini humo, mnamo mwezi Novemba mwaka uliopita, jiji la Delhi lilinakili kiwango cha juu zaidi cha uchafuzi wa hewa katika muda wa miaka 4 iliyopita. Nikiripotia makala ya Dunia Wiki Hii, mimi ni Leila Swadik. Tukirejea barani humu, Sudan iliafikia kiwango cha juu zaidi cha uzalishaji dhahabu mwaka 2024 licha ya mapigano yanayoendelea, kwa mujibu wa takwimu za serikali. Sudan ilianzisha tani 64.4 za dhahabu mwaka uliopita, ambapo ilipata takriban dola bilioni 1.6 za Kimarekani katika mapato ya serikali, kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na kampuni ya rasilimali za madini nchini humo. Waziri wa madini nchini humo, Mohamed Bashir Abdullahi Abu Namu, alisema kuwa ongezeko hilo katika uzalishaji dhahabu nchini humo lilitokana na masuala mbalimbali, yakiwemo kwamba maeneo mengi ya uzalishaji hayakuathirika kutokana na mzozo unaoendelea, yakiwemo majimbo ya kaskazini, mto Nile, bahari ya Shamu, Kasala, Gedaref pamoja na Blue Nile. Itakumbuka kwamba Sudan hutegemea zaidi uuzaji dhahabu kupata fedha za kigeni. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, jina langu ni Odalo Freda Ouma. Na kongamano la wanahabari baina ya Uturuki na bara Afrika liliandaliwa jijini Istanbul, ambapo lilishughulikia changamoto zinazokumba pande hizo mbili kupitia kubadilishana habari baina ya Uturuki na nchi za Afrika. Hafla hiyo ya siku moja iliyoandaliwa na idara ya mawasiliano nchini Uturuki iliwaleta pamoja washiriki kutoka Uturuki na nchi za Kiafrika katika sekta za habari na usomi, ikiangazia kuimarisha uwazi katika ubadilishanaji habari, kukabiliana na habari za kupotosha na kuhakikisha habari sahihi zinaenezwa, kwa mujibu wa idara hiyo. Waziri wa mawasiliano na masuala ya kisiasa katika serikali ya umoja kitaifa ya Libya, Walid Amar Elafi, alikariri jukumu muhimu la vyombo vya habari na mawasiliano katika diplomasia na siasa za kimataifa. Kwenye hotuba yake ufunguzi, Elafi alisema kuwa mbinu hizo mbili ni muhimu kwa nchi kulinda maslahi yake. Kadhalika, alikosoa vyombo vya habari vya kigeni kwa kutoandika taarifa sahihi kuhusu bara Afrika, hasa kuhusiana na uhamiaji ambao huangaziwa kwa njia isiyofaa bila kuzungumzia vyanzo vyake. Alikariri haja kuangazia jukumu linalobadilika la mawasiliano kuhusiana na tofauti za kimawazo. Naye mkurugenzi wa kitengo cha utangazaji cha Muungano wa Afrika, Gregoire Njaka, alisema kuwa uhamiaji ndio swala linalojadiliwa zaidi katika vyombo vya habari barani Afrika, lakini taarifa hizo nyingi huwa za kupotosha, akisema kuwa kongamano litaandaliwa kubainisha mtazamo wa bara Afrika kuhusu uhamiaji. Faratin Altun, ambaye ni mkuu wa habari na mawasiliano katika afisi ya Rais wa Uturuki, alisitiza kwamba mbali na uhusiano thabiti wa kidiplomasia, Uturuki itaendelea kuimarisha ushirikiano na bara Afrika katika biashara, uwekezaji, elimu, utamaduni na ushirikiano wa kijeshi. Kasi cha Namasha, Dunia Wiki Hii. Na China imeendeleza uhusiano na nchi mbalimbali, ukiwemo ule wa kimatibabu, kielimu, teknolojia, muundo msingi na mwingineo unaonufaisha pande zote husika. Tazama taarifa hiyo. Kikosi cha maafisa wa polisi wa China kinachohudumu chini ya Umoja wa Mataifa jijini Juba nchini Sudan Kusini tangu mwezi Mei mwaka uliopita kilitunukiwa heshima hivi majuzi kutokana na huduma zake. Kwingineko ni kwamba kampuni ya Kichina ya Gajuba ilitia saini kandarasi mbili kuu za thamani ya dola milioni 557 za Kimarekani na halmashauri ya umma kuhusu nyumba nchini Kuwait zinazohusisha ujenzi na ukarabati wa mitandao ya barabara, muundo msingi, mabwawa ya unyunyizaji, mashamba maji na vituo vidogo vidogo jijini Sal Al Abdullah, lililo umbali wa takriban kilomita 25 kusini magharibi mwa jiji kuu la Kuwait. Balozi wa China nchini Kuwait, Zhang Jianwei, alitaja kandarasi hiyo kuwa matokeo bora zaidi ya ushirikiano baina ya nchi hizi mbili kuu, naye waziri mkuu wa masuala ya nyumba Abdul Latif Al-Mishari akizitaja kuwa ufanisi mkubwa na kuelekeza imani yake kwamba kampuni hiyo ya Kichina itakamilisha mradi huo kwa wakati ufaao.
Na kwingineko ni kwamba katika muda wa mwongo mmoja uliopita, makundi ya madaktari wa Kichina nchini Sudan Kusini yamesaidia kubadili huduma za matibabu, huku madaktari hao wakitekeleza juhudi zao za kutoa michango ya kuimarisha hali za kiafya nchini humo. Na katika habari zingine ni kwamba sherehe ya kutoa zawadi kwenye shindano la teknolojia ya habari na mawasiliano liliandaliwa na kampuni ya teknolojia ya Kichina ya Huawei nchini Senegal, lililoandaliwa katika jiji kuu la Dakar kwa lengo la kuimarisha ushindani na kuimarisha ustawi wa sekta ya ICT nchini Senegal. Na habari zingine ni kwamba warsha kuhusu maonyesho ya 137 ya bidhaa zinazoagizwa na zinazouzwa nje ya China, ambayo yamekuwa yakiandaliwa mara 2 kwa mwaka huko Gaju nchini China tangu mwaka 1957, iliandaliwa nchini Ethiopia na Kenya, ambapo washiriki walisema kuwa maonyesho hayo hutekeleza jukumu muhimu katika kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na kibiashara baina ya nchi hizi zote mbili pamoja na China. Maonyesho hayo yataandaliwa kuanzia tarehe 15 mwezi ujao hadi tarehe 5 mwezi Mei mwaka huu katika eneo la mita milioni 1.55 mraba. Na kwingineko ni kwamba wagonjwa wa macho nchini Zimbabwe walirejeshewa uwezo wao wa kuona baada ya kufanyiwa upasuaji na madaktari wa Kichina. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, jina langu ni Odalo Freda Ouma. Na mamia ya watu walemavu nchini Sudan Kusini wanaendelea kupata nafuu kutokana na kiwewe cha kimwili na kijamii kufuatia matibabu na viungo vinavyotolewa na Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu. Huku nchi hiyo ikikabiliana na ongezeko kubwa la idadi ya wakimbizi kutoka maeneo jirani yanayokumbwa na vita, shirika hilo linaimarisha juhudi zake za kuwasaidia walemavu. Kituo cha usaidizi cha Juba pamoja na vituo huko Wau na Rambek ni kituo muhimu kwa watu walioathirika kutokana na majeraha ya risasi, majeraha ya mabomu ya kutegwa ardhini na athari za mabomu ambayo hayajateguliwa kufuatia mzozo uliodumu kwa miongo kadhaa. Fifumi Adunowo, ambaye ni meneja wa mpango wa kamati hiyo ya Msalaba Mwekundu wa kuwasaidia watu hao nchini Sudan Kusini, alisema kuwa kumekuwa na ongezeko kubwa la wakimbizi wagonjwa ikilinganishwa na mwaka uliopita kutokana na mzozo nchini Sudan. Fifumi alisema kuwa shirika hilo linanuia kuwasaidia wakimbizi na majeruhi. Alisema kuwa shirika hilo linaangazia kuhusisha jamii na kwamba usaidizi huo ni muhimu kwani unanuiwa kurejesha matumaini na hadhi kwa waathiriwa wa mzozo huo. Kadhalika, shirika hilo linatekeleza mpango wa kujumuisha jamii kwa lengo la kuwapa uwezo watu wanaokabiliwa na hatari ili kuanzisha au kudumisha biashara zao. Ruzuku za pesa taslimu hutolewa huku mafunzo ya kibiashara yakitolewa ili kuhakikisha ufanisi. Shila Kayaro Yogo nikiripotia makala ya Dunia Wiki Hii. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo ni matumaini yangu kwamba umeweza kumakinika na taarifa ambazo tumekuandalia hivi leo kutoka ulingo wa kimataifa kwa ushirikiano mkubwa wa KBC Channel 1 na shirika la Shinua kutoka China. Tufanye vivi hivi tena wiki ijayo maajaliwa. Mimi naitwa Beatrice Gatonyengetich.